ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. Wakati ambao taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likiendelea kuboresha na kuimarisha miundombinu mbalimbali ya maendeleo nchini kwa ajili ya Watanzania wote, ikiwemo mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa, huku lengo likiwa ni kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Swali ni je, lakini hayo yanaweza kutekelezeka bila ya uwepo wa hali ya amani ya kutosha? Na kama jibu ni hapana, kwani wajasiriamali wenyewe wanazungumziaje suala la uwajibikaji kwa kuzingatia kutunza amani ya nchi kwa umoja na mshikamano wa kitaifa? Na sisi Mahasin TV tumefika hapa Makoroboi, ambapo ndipo wapo vijana wanaojishughulisha na shughuli hizi ni za gongo wanatengeneza hapa kwa ubunifu. Tunaona kuna matranka ambayo yapo pia wanatengeneza, lakini pia vipo vifaa mbalimbali ambavyo wanavitengeneza na jamii pengine kwa ukubwa wake hapa jijini Mwanza, lakini na nje pia Mwanza wanatazama hapa jinsi ambavyo vijana hawa wameamua kuwekeza. Sasa hapa nipo na mmoja wao ambaye atazungumza sasa kwa niaba yote, lakini pia nitapata kuzungumza na wengi tufahamu zaidi kipi ambacho kinaendelea hapa na ni kipi ambacho kilichowashawishi vijana kuingia hapa katika maeneo haya ya Makoroboi, kwa sababu wapo vijana wengi. Sasa endelea kuungana nami hapa ili tupate kumsikia kile ambacho anakizungumza. Kwa majina, naitwa Peter Ladislaus Magambo. Mimi ni kikundi ambacho kinaitwa Umoja wa Mafundi Koroboi. Biashara yetu kwa kipindi hiki inaenda vizuri kwa kweli, kwa sababu bidhaa tunayozalisha ni mahitaji muhimu kwa shule hasa za boarding. Kwa hiyo ni mahitaji muhimu na sisi tunajaribu kwenda na wakati. Kwa kipindi hiki uzalishaji unakuwa ni mkubwa, kwa hiyo na kazi zinakuwa ni nyingi na wateja wanakuwepo wengi. Na sasa kwa miaka ya hivi karibuni labda kutokana na uzalishaji vijana wengi wamekuwa wakiongezeka, huwa watu wanaingia kwa utaratibu upi hapa kwamba na mimi nataka nijiunge pengine kwenye kikundi hiki? Hapa huwa tuna utaratibu wa kuwapokea vijana. Kwanza inatakiwa awe na mdhamini, pia aje na barua kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa na utoka, kwa sababu tunahitaji vijana wenye nidhamu kulingana na mazingira ya kazi yetu. Nidhamu ni kitu ambacho tunakipa kipaumbele sana. Sawa sawa. Serikali imeendelea kuwawezesha vijana, lakini makundi mbalimbali pia kuyawezesha kuhakikisha kwamba kila mmoja pengine anajikwamua kiuchumi. Kwa kundi hili vipi kuhusiana pengine na msaada kutoka serikalini kwa jinsi ambavyo wanawezesha na nyie kuweza kuendelea kupiga hatua? Ni kweli kabisa, serikali inajitahidi kuwawezesha vijana, na kikundi hiki cha Umoja wa Mafundi Koroboi kwa kiasi fulani tumekuwa karibu na serikali, na pia tumeweza kupata mkopo wa 10% kutoka halmashauri ya jiji. Mpaka sasa hivi kikundi kina mkopo wa awamu ya 3 takriban shilingi milioni 60. Kundi hiki kimekopeshwa na bado tuko kwenye marejesho. Mimi nawaambia tu vijana wasikae kusubiri kazi za maofisini, kazi za kuajiriwa. Zipo kazi za kujiajiri, wanaweza wakajiajiri wakafanya shughuli zao na wakapata kipato chao kikawasaidia, na hasa pia wakawa tategemeo katika familia zao na wazazi wao pia. Sawa, tunafahamu ili tufanye kazi lazima tuwe na amani, kwa maana tukiwa na amani katika taifa letu ndio msingi mkubwa wa sisi kutuwezesha kufanya kazi. Vipi kuhusiana na hamasa yenu, pengine vijana mnavyoshauriana kulinda na kutunza amani ya nchi ili kuendelea na uzalishaji wa bidhaa zenu hapa Makoroboi? Vijana hapa wanaelimishwa na pia wanaelekezwa mambo mengi, kwa sababu pia tunakuwa tuko karibu sana na ofisi za serikali, hasa kama ofisi za kata, ofisi ya afisa maendeleo ya jamii kata. Kwa hiyo kwa swala la amani hapa ni jambo ambalo linazingatiwa, na amani ipo ya kutosha. Ndio maana hata katika zile vurugu za tarehe 29 kikundi hiki hakuna kijana hata mmoja aliyeasilika wala mtu yoyote, kwa sababu ni watu ambao wanajua maana ya amani ni nini na wanazingatia sana. Sawa, mnawezaje sasa kuepuka makundi haya ya ushawishi hususan katika mitandao ya kijamii, lakini na baadhi ya watu ambao pengine wana nia ovu na taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ni sawa kabisa. Na vijana wanapata elimu na wanaeleweshwa, na kikubwa kwa sababu wanafanya kazi na wanapata kipato, nafikiri inawasaidia pia kuweza kujisimamia na kujua nini malengo
na athari za kutokuwa na amani ni nini. Nafikiri uelewa, wanapokuja hapa tunajaribu kuwafua na wanakuwa na uelewa mkubwa na wanakuwa ni vijana wazuri. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali kuhusu swala mkopo. Mkopo tumeuona na tumefaidika nao na bado tunaendelea nao. Kwa kweli tunashukuru sana serikali, mkopo umetufikisha mbali, umetusogeza kiasi fulani hivi. Sawa, kuna baadhi ya vijana wengine ambao wapo mitaani tu hawafanyi kazi, pengine wanasubiri kama ile tunasubiri kwamba ataokote hela, au mtu amesoma nasubiri ajira tu mtaani. Unamwambia nini huyo kijana? Namshauri kijana atoke apambane. Sasa hivi hamna maisha ya kukaa nyumbani kutegemea mzazi, kumtegemea mtu aina yoyote. Sasa hivi nguvu zako mwenyewe ndio zinazokufanya upambane, nguvu zako mwenyewe zinazokufanya utoke. Kwa hiyo kijana mwenzangu, usikae nyumbani, toka upambane. Kwa majina anaitwa Tina. Tina nani? Christina John. Sawa, ni kipi ambacho kimekushawishi hasa ukaamua kujiunga na wewe kwenye umoja wa mafundi hapa Makoroboi? Kitu cha kwanza kilichonishawishi mimi kujiunga na umoja wa mafundi Koroboi, kuepuka vishawishi vya mitaani kama sisi watoto wa kike. Sawa, watoto wa kike wengi wamekuwa ni vigumu sana kuingia katika makundi haya. Labda pengine kuna nguvu ambayo imetumika nyuma, kuna mtu ambaye amekushawishi ujiunge au mwenyewe pia umetamani? Hapana, hakuna mtu alionishawishi, ila ni mimi mwenyewe na nafsi yangu. Niliamua kukaa na kujishauri kuamua kufanya kazi katika kiwanda hichi. Sawa, wakati unaamua familia ilikuchukuliaje na wale watu ambao wamekuzunguka karibu? Kwa upande wa familia ilikuwa ni ngumu kwa sababu ni kazi ambayo hawakuamini kama mtoto wa kike anaweza kufanya kazi ya mtoto wa kiume. Lakini nilijaribu kukaa na wazazi, nikawaelezea vizuri, nikashawishi, nikawaambia faida, changamoto, lakini haziwezi zikawa nyingi kuliko faida. Sawa. Unamwambia nini sasa yule mtoto wa kike wa Kitanzania ambaye hivi sasa yupo nyumbani? Na washauri wa dada wenzangu waweze kujikita katika kazi mbalimbali, kwa sababu sasa hivi hakuna kazi inayomtambulisha kwamba hii kazi ni ya mtoto wa kiume, hii ni kazi ya mtoto wa kike. Hapana. Kama ukiamua kufanya kazi na unaweza kuifanya, utaifanya ili kusudi kupatia kipato kilichokuwa cha uhalali. Bila kuwa na amani hatuwezi kufanya kazi. Unamwambia nini yule mwenye nia ovu ya kutaka kuvuruga amani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Namshauri kwamba sio kitu sahihi kuungana na wale wanaotaka kuivuruga amani ya Tanzania, kwa sababu isingekuwa amani hata sisi leo tusingekuwa katika kiwanda hichi, tungekuwa manyumbani, huenda tungekuwa tumepata athari mbalimbali. Kama kipindi cha nyuma tunaona biashara nyingi zilifungwa, kulikuwa hakuna huduma yoyote ile. Kwa hiyo tulipitia changamoto nyingi. Kwa hiyo na washauri watokane na zile imani potofu zinazowafanya kuharibu saikolojia zao. Kishajielewa na kujitambua mwenyewe, mimi ni nani na kwa nini niko hapa. Sidhani kama unaweza ukawa moja kati ya makundi ya watu wabaya. Kwa majina anaitwa Zaidi Ali, na mimi ni fundi na ni mmoja kati ya wafanyakazi katika kiwanda hiki cha umoja wa mafundi Koroboi. Niko hapa takribani kama miaka 6. Wazee wa humu ndani wamenipokea, wamenifundisha ufundi na sasa hivi alhamdulillah najiajiri. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutazama vijana kama sisi na kuweza kuturuhusu kujiajiri na kutupa maeneo kama haya ambayo imekuwa ni fursa kwetu, na kiukweli hii ni fursa ambayo vijana wengi wamekuwa wanapopata fursa wanaitumia. Na mimi ni miongoni mwa kijana ambao nimepata fursa ya kuweza kujiajiri kupitia kiwanda hiki kilichopo hapa katikati ya mji, katikati ya jiji la Mwanza, Makoroboi. Tumekuwa tunadili na haya matranka kwa ajili ya kujikimu maisha. Tunatengeneza matranka haya na tunayapeleka katika masoko mbalimbali. Mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa majiji ambayo yanasambaza haya matranka kwa mikoa tofauti tofauti. Ni kwamba watu wengi wamekuwa wanalalamika kuwa nchi haina ajira, lakini mimi nafikiri huu ni uvivu wa kufikiria, kwa sababu ajira ni nyingi sana. Kuna mzee mmoja alikuwa anasema kwamba unaweza ukazunguka barabarani ukaangalia watu wana uhitaji wa kufanya nini. Kuna watu wana vitambi hawawezi kukata kucha. Kwa hiyo unaweza ukatumia fursa ukajiajiri kwa kununua wembe na kuwatafuta watu wenye vitambi ukawakata kucha. Huo ni mfano. Lakini ukweli ni kwamba haya maeneo sisi tunapokea watu wa aina tofauti tofauti, hususan watu ambao
watoto wa mitaani ambao hawana ajira. Hata mimi wakati nimekuja hapa Mwanza kutoka huko kwetu Katavi, sikujua nitafanya nini, lakini nilipokuja humu wazee wa hapa wakanipokea. Watu ambao wanavuruga amani ya nchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kinachowasumbua watu ni njaa, na njaa inasababishwa na uvivu. Alisema kabisa kwamba watu wanakaa mtandaoni wanatengeneza maudhui ya kuchafua serikali ili kusudi waweze kujipatia kipato, lakini ukweli ni kwamba njia sahihi ni njia ya kujituma. Hivi leo mtu ukiingia kwenye mihemko ya kuweza kufanya vurugu, kiukweli katika kipindi ambacho nchi imepitia vurugu, sisi ni miongoni mwa waathirika, tuliathirika sana sana sana. Hakuna mtu aliyekaa mjini. Kwa hiyo mimi nitumie tu fursa hii kuwataka vijana wenzangu, jamani, tujitume kwa wakazi wa jiji la Mwanza, wakija hapa Makoroboi. Sisi tuna uwezo wa kuwapokea wale ambao hawana ajira kabisa, tukawapokea, tukawafundisha kazi na mambo yakaenda vizuri kabisa. Naitwa Jovina Jofi. Nani? Jovina Jofi. Sasa Jovina, ni kipi ambacho kimekushawishi hasa ukaamua kujiunga na umoja wa mafundi hapa Makoroboi? Nilipenda tu kujiunga kwa sababu kitambo mamangu alifanya kazi humu ya mama ntilie ndo akaacha. Pia shemeji zangu wa muumu wanafanya kazi. Nilipenda kuona marafiki zangu na wengine wanafanya na hii kazi, na mimi nikapenda kuliko kukaa mtaani, ili tuwe na amani. Tushazoea amani, kwa sababu amani ndo kila kitu. Wengine mpaka tutoke ndo tule, na maana tukikaa hatuwezi kula. Vijana hawa ni vijana tumesajili takriban kama vijana 80 ndani ya kikundi chetu, ambapo kikundi chetu kina wanachama 50. Jumla ndani ya kikundi tuko 150, ambapo kuna wanachama wa kike ambao na wao wana nafasi yao, wako 30. Jumla tuna wanachama 180 ndani ya kikundi hiki. Pia kikundi hiki kimekuwa na nguvu ya kuchukua vijana wengi kwenye jamii kwa sababu kubwa. Kikundi hiki kinalelewa na mkuu wa wilaya Nyamagana ambaye anaitwa Ana Makilage. Tunaposajili vijana, maana yake tunatengeneza amani ndani ya nchi, kwa sababu tunawatoa kwenye uhalifu. Kuna aina ya uhalifu. Vijana wengi sasa hivi wanatumia mihadarati, hususan bangi, madawa ya kulevya na kadhalika. Pia wanajiingiza kwenye utukutu kushindana na serikali. Sasa hivi wana majina yao, wanajiita Gen Z. Tumeweka hatua kubwa sana ndani ya jamii kupunguza vijana watukutu wote ambao walikuwa wanavuta bangi. Wengine pia wamehitimu masomo ya kidato cha 4 ambao wamefeli. Tumewachukua wote, tuko nao na tunapambana kuwaelimisha kwamba ndani ya nchi yetu tunahitaji amani. Amani haiwezi kuja ambapo vijana hawana kazi, na ndio maana unaona asilimia kubwa vijana wanakuwa ni watukutu kwa sababu hawana kazi. Kwa sababu ndani ya kikundi chetu tumeliona hilo, tunapambana kuisaidia serikali kuweza kutengeneza amani. Jambo la kwanza, tumewachukua hawa vijana na tunaendelea na kuwaelimisha mpaka mwaka huu 2026. Kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana sana sana. Tumewezeshwa mikopo ya 10% na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Tumepewa mkopo wa milioni 60 ndani ya kikundi. Kwa kweli tuna hatua nzuri sana, na hii fedha imetusaidia hatua kubwa sana, kwa sababu tumepata nguvu ya kuwalea hawa vijana, na ndio maana kama jinsi mnavyowaona, yani wana utulivu. Wito wangu kwa wazazi na walezi wa vijana wetu, wito wangu mkubwa, jambo la kwanza, vijana wanapohitimu tunaisapoti serikali kuweza kuisaidia vijana wote waliofeli na vijana wote walioishia darasa la 7
tunawachukua, tunawalea, tunawaweka katika hali nzuri na kuiamini serikali kwamba ni serikali yetu inayotuweka katika maisha ya amani, katika misingi ya utulivu. Kwa kweli nashukuru sana serikali yangu ya Tanzania kutuunga mkono, kutulea katika malezi mazuri, na kikundi hiki sisi tumejitolea na tumeomba serikali yetu kupitia mkuu wa wilaya Anna Makilage kwamba sisi ni watoto wake na serikali imekubali sisi ni watoto wao. Kwa majina naitwa Stefano Maneno Jacobo, ni mmoja wa mafundi koroboi hapa maeneo mjini kati. Wewe bado unaonekana ni kijana kabisa, kijana mdogo. Kipi ambacho kimekuvuta hasa kuja kujiunga hapa na umoja wa mafundi? Nilipomaliza shule sikuweza kuendelea kusoma kwa sababu nilifeli, lakini sio kwamba kufeli kimaisha eti ndio kwamba ndio mwisho hapo. Kwa hiyo nikuja nikaanza kujisikia mambo ya ufundi, moja wa mafundi koroboi, kutengeneza masanduku. Sawa. Pengine wito wako kwa vijana wenzako, pengine na wao kuweza kujiunga kuwa kama wewe. Naam. Wito wako kwa vijana wengine wa Kitanzania, pengine waweze kujiunga hapa kuwa mafundi na wao, kwa sababu ufundi huu ukiupata unaweza kukuongezea kipato, pengine kile ambacho unakipata katika maisha yako. Mimi nachosema hivi, tunataka vijana waje wengi, nafasi bado zipo, wasikie tu mtaani kufanya mambo ya uhalifu. Hapa kazi zinapatikana kwa wingi. Unawezaje kuepuka makundi ambayo yanawashawishi nia ovu ya kuvuruga amani? Inabidi kujilinda, kwa makini na watu ambao wanaleta vishawishi vibaya. Kwa mfano wauni, kushauri kwamba tujiunge nao kuvuta bange, sigara. Sisi hatukubaliana na uhalifu wowote. Sisi tuko vizuri kabisa na hatushawishiki kwa kitu chochote. Toka hapa katika umoja huu wa mafundi Makoroboi jijini Mwanza, mimi jina langu ni Zuberi Mgaya wa Mahasin TV.